Nakukumbusha tu kwamba tuna hamasa ya maadhimisho ya siku ya mchangiaji damu duniani na kampeni ya ukusanyaji wa damu kitaifa. Mkoa kwa kushirikiana na mpango wa taifa wa damu salama kila mwaka kama tunavyofahamu huwa unafanya maadhimisho ya siku ya mchangiaji damu duniani na kampeni ya ukusanyaji wa damu kitaifa kwa lengo la kuimarisha hali ya upatikanaji wa damu salama katika mkoa na nchi kwa ujumla ili kuweza kuokoa maisha ya wahitaji mbalimbali wa huduma za damu wakiwemo wajawazito. Tunajua mama anapokwenda kujifungua anapoteza damu nyingi, lakini watoto wanakuwa wanasumbuliwa na magonjwa mbalimbali kiasi kwamba damu inaweza kupungua mwilini, wagonjwa waliopata ajali na wengineo wenye uhitaji wa damu. Kwa hivyo tumeanza kampeni hii tangu tarehe 1 ya mwezi Juni mwaka huu, inatamatika kesho tarehe 14 ya mwezi wa 6 mwaka 2025. Hiki ni kipindi cha maadhimisho haya ambapo huduma ya utoaji elimu, hamasa na ukusanyaji wa damu unaendelea kutolewa na timu za ukusanyaji wa damu bado zinaendelea kutolewa. Sasa kwa ngazi ya mkoa wetu wa Rukwa na halmashauri ya manispaa ya Sumbawanga ambazo pia zipo katika vituo vya kutolea huduma za afya, maeneo pia yenye mikusanyiko mbalimbali pamoja na taasisi zote. Wito kwa wananchi wote ni kuweza kujitokeza kuchangia damu ili kuweza kuokoa maisha ya watu wengine. Ndio maana wakati Bi Mary anazungumza hapa ameelezea namna ambavyo tunakwenda kuadhimisha siku ya mchangiaji damu. Sasa tukamilishe kwako Bi Mary kwamba swala pia la uchangiaji wa damu ni eneo moja. Sasa utuambie elimu ya watu kuwa na damu ya kutosha iwapo ulaji wa vyakula na matunda ikoje? Kwa sababu ili mtu achangie lazima awe na damu. Sasa huyo mtu tunampatia elimu gani ya yeye kujitunza afya yake ili baadaye aweze kuchangia damu? Asante ndugu mtangazaji. Mimi na vijana wangu hapa wanakula ovyo ovyo tu. Asante. Kwa ujumla, yani mwanadamu yote wa kawaida katika tunasema lifestyle yao, katika utaratibu wake wote wa mtindo wake wa maisha na ulaji anaokuwa anaishi nao kila siku, unawezesha viungo vya mwili au vifaa vya mwili ambavyo vinafanya kazi ya kutengeneza damu automatically au Kiswahili automatically au wenyewe moja kwa moja. Kwa maana kwamba katika mwili wa binadamu tuna vitu vinaitwa bone marrow. Au nitolee mfano kwamba wengi ni wazoefu wa kula nyama ya ng'ombe, ile ya mifupa au ile ya kuku. Ndio. Ukiangalia ndani ya ule mfupa ule wa kuku ule kuna vitu kama vikamba hivi, ukiwa umepika vinakuwa vina rangi kama nyekundu hivi. Vile ndo vinafanya kazi ya kutengeneza tunaita seli za damu nyekundu. Okay. Ambazo zile sasa mwili wenyewe automatically unafanya kazi ya kutengeneza damu. Lakini unategemea na mtindo wa maisha ambao tuko nao tunaishi. Ndio. Kwa maana hiyo kwamba katika makundi ya vyakula tunaofahamu, kwa sababu elimu imeendelea kutolewa, katika makundi hayo kuna vyakula ambavyo vinaendelea kusaidia mwili kutengeneza damu na mifumo mingine inayowezesha mwili kufanya kazi. Kwa hiyo katika swala la damu tunaposema kuzingatia issue za lishe au taratibu za kanuni za lishe, maana yake ni kwamba tunatakiwa tu tuzingatie kula tu vyakula vya kawaida, kwa sababu unakuta hii inahusisha na kwamba mtu akichangia damu anataka kupata elimu ya kusema labda nikale supu, sio nikale nyama, sio nikale nini. Unapochangia damu kwanza, mwili wenyewe automatically unafeel kwamba kuna kitu ambacho kimepungua. Kwa hiyo automatically mwili wenyewe ukishafeel hivyo unaanza ile fahamu, neva za fahamu zinaanza kuamsha mishipa ya huku chini kwenye mifupa ili kuanza kutengeneza damu yenyewe automatically. Ndio. Kwa hiyo vyakula ambavyo tunatakiwa kuzingatia ni vyakula tu vya kawaida ambavyo tuko navyo katika mazingira yetu ya kawaida. Mboga, vyakula vya protini, vyote hivyo vinasaidia kuamsha mwili kuweza kutengeneza damu au kuupa mwili nguvu uendelee kufanya kazi yake kama kawaida. Ila hakuna kitu kingine mbadala ambao unaweza kutumia baada ya kuchangia damu kwamba hiki kinaweza kurudisha ile damu ambayo umechangia. Ni mwili wenyewe, kwa sababu una kazi ya kutengeneza damu. Pale ambapo unapokuwa umechangia, mwili unahisi kwamba kuna kitu kimepungua, basi damu inaanza kutengenezwa tu kama kawaida. Okay. Asante. Sawa, tukamilishe kwa Kizito Tamba ambaye ni afisa idara ya ukusanyaji wa damu kutoka makao makuu. Natamani kufahamu mikakati ambayo mmejiwekea kuhakikisha kwamba hapo baadaye
wananchi wenyewe wanaanza kuhamasika kuchangia damu kwa hiari bila kutegemea hamasa ya vyombo vya habari ama taasisi nyingine ama kuwatumia hata watu maarufu? Nini mikakati ambayo umeiweka huko mbeleni? Tena ni swali zuri sana. Nilikuwa nategemea kama usingeniuliza basi ningeomba niongee. Sawa. Ndio, labda kwa taarifa tu ni kwamba mpaka sasa kitaifa tumeshaweza kufanikiwa kukusanya damu kwa 98%. Ndio. Mpaka sasa. Isipokuwa katika hii 98%, asilimia kati ya 20 mpaka 30 ni wale wachangiaji wa hiari. Okay. Lakini hizo asilimia zilizobaki, manake karibu na asilimia 70, hizo ni wachangiaji wa mara moja tu. Okay. Kwa matukio. Inawezekana alikuja akachangia kwa ajili ya ndugu yake au alichangia siku moja akapotea. Ndio. Sasa kama mkakati, kulingana na swali lako, mkakati mkubwa ambao sasa hivi tunao, na ili kuondoa sasa hii adha ya kuanza kutafutana lete ndugu wawili na watatu, tumeamua kuongeza elimu. Ndio. Elimu kwa wachangiaji wote, kwamba sasa hivi tunataka wale 70% ambao ni wachangiaji wa mara moja wale, basi tuwafanye wawe wachangiaji wa kudumu. Sasa kwa sababu wapo kwenye mifumo yetu, ndio swala la kuongezea elimu na kuhakikisha kwamba tunaenda nao sawa. Okay. Ndio. Na unalipi la kuambia wananchi wa mkoa huu wa Rukwa na maeneo jirani ambako tunasikika kupitia Voice FM? Mkoa wa Rukwa katika faida, uliuliza kipindi fulani kuhusu faida ambazo tunazipata kwenye hii huduma yote ya damu mpaka sasa. Kama mkoa tumefaidika na nini? Tumepunguza vifo. Yaani nafikiri kupunguza vifo ni faida kubwa zaidi. Tungeweza kuongeza vifo vya kina mama, tungeweza kuongeza vifo vya watoto. Lakini tumepunguza vifo kwa sababu wao wanajitoa kuchangia. Basi tuendelee kuchangia ili hivi vifo vipotee kabisa. Ndio. Tusiwe na vifo ambavyo vinasababishwa, tunasema sababu ambazo sio za lazima, ikiwemo na damu pia. Okay. Voice FM. Lugha ni moja.